Mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV, katika taarifa zetu za leo ni kwamba mapambano makali yameripotiwa kwenye maeneo ya Luinja kunako tarafa la Walungu, maeneo ya jimbo ya Kivu ya Kusini, kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wazalendo wa kundi la Biloze Bishambuke FABB kupitia kamanda wao ambaye anaongoza kikosi ya kivita maeneo hayo. Mwanaripota wa Mashariki Media TV amebahatika kuzungumza na msemaji wa kundi hilo la Biloze Bishambuke ambaye anaitwa Engineer Strategy na Mubamba. Alikuwa na haya ya kuzungumza kwenye masafa ya Mashariki Media TV. Engineer na Mubamba, tunasema jambo na karibu. Jambo sana mtangazaji, sijui kama unanifuata. Tunakusikiliza vizuri sana. Maeneo ya makao makuu ya Mashariki Media TV Afrika ya Kusini na hata katika station yetu hapo jimboni Kivu ya Kusini nchini Kongo ya Kidemokrasia, tumesikia mapambano makubwa yameripotiwa huko maeneo ya Luinja kunako tarafa la Walungu. Tuambie mambo yalikuwa namna gani? Asante sana bwana mtangazaji, acha tujuze wasikilizaji wa Mashariki Media TV kwamba kuliripotiwa mapambano makali kwenye kijiji cha Luinja. Kama Jesu ulisema ni kwenye tarafa la Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Mapambano hayo ni kati ya wazalendo wa CPLC FABB, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito kupitia kamanda wake wa division ya kwanza ya tarafa la Uvira, Walungu, Mwenga, anaitwa Jemadari Lwaboshi na Mugema Kihai ambaye anaongoza operation kwenye maeneo hayo ya Luinja. Taarifa kwamba ni hiyo asubuhi waasi wa M23 walikuwa wakitafuta njia kwamba wapenye kwenye maeneo ya Rurambo, na shabaha ilikuwa ni wao waende hadi Minembwe ili kwenda kuwapa wenzio nguvu. Ndio walitamani huko Luinja ili wapande kilima mrefu, lakini jitihada zote hazikufua dafu kwa sababu walikutana na moto wa wazalendo wa CPLC FABB, kundi linaloongozwa kwenye maeneo hayo na Jemadari Lwaboshi na Mugema Kihai ambaye aliwazuia na kuwafika kabisa vilivyo. Kwa kweli waasi wakupata njia ya kupita na jitihada zao zote zikakomea papo hapo. Sasa mapambano hayo ambao umesema yameripotiwa na hiyo jana na kama na juzi, mpaka sasa iko inasimamia namna gani na yamedumu muda wa siku ngapi? Je, ilikuwa ni hiyo jana na juzi tu ama mapambano mpaka sasa yanaendelea? Mapambano yalidumu muda wa siku mbili, Ijumaa na jana. Mapambano yaliendelea, adui alikuja Ijumaa kitamani kupata njia, ila jitihada zake hazikufua dafu. Jana tena kapima kutafuta kupita, lakini pia aliweza kurudishwa. Katika mapambano ya jana ndiyo kulikuwa kabisa vumbi luka na adui hata cha mtenakuni. Wazalendo wa CPLC FABB kupitia kamanda wa eneo hiyo Jemadari Lwaboshi na Mugema Kihai walifaulu kupunguza ngome 6 za waasi hapo kwenye maeneo ya Luinja, eneo ambalo linaitwa Bandro. Nalo pia liliweza kulengwa na mapambano hayo. Waasi walikuwa ngome kubwa kwenye maeneo hayo, ngome hiyo iliweza kupunguzwa. Mtangazaji, acha nikujuze kwamba hiyo jana gari 6 kutoka huko Bukavu zilikuja Luinja ili kuchukua maiti za waasi ambao waliweza kuuliwa kwenye mapambano kati yao na wazalendo ambao jana hodari walioweza kujitoa ili kulinda usalama wa nchi ya mababu zao. Sasa mpaka sasa bwana Strategy na Mubamba, msemaji wa Biloze Bishambuke, kwa wakati huu tulipo, matokeo iko namna gani? Bila katika lugha la Kifaransa iko namna gani upande wenu na upande wa waasi ambao mnasema?
Bwana mtangazaji, bila naambia waasi walipata cha mtemakuni. Jiulisi gari sasa zilikuja kuhaiti kwa sababu waasi wana mbinu ya waasi kwamba maiti zao zisionekane. Ndio maana walikuja kwa wingi na moto wakachukua maiti, lakini kwa sasa matokeo ni kwamba waasi 78 ndio waliweza kuuliwa kwenye mapambano hayo na wengi waliweza kuumizwa, lakini tutawapa matokeo zaidi baadaye, kwa sababu vyombo vyetu kwenye maeneo ya Luya na kando kando vingali bado vinafuatilia ili kujua namna gani waasi au jeshi la Rwanda kupitia waasi wa M23 waliweza kuteketea kwa sababu ya kutamani kuvamia udongo wa mababu zetu. Labda tukimaliza na wewe, unaweza kusema neno gani la mwisho na kamanda wenu kwa sasa, kwa wakati huu ambao tunazungumza, anaendelea namna gani na afya katika mapambano hayo, kamanda huyo ambaye anaongoza kikosi maeneo hayo? Kamanda Namugema Kihaihai Lwaboshi anapatikana Luinja kwa sasa peke yake, iko kwenye uwanja wa mapambano, ni peke yake anaongoza mapambano, ni peke yake anazidi adui asiweze kutambuka maeneo ya Luinja, huku kitamani kuelekea maeneo ya Minembwe ili kwamba aweze kuwapa wenziwe nguvu. Kihai anapatikana na afya nzuri, na pia wapiganaji wake nao wote wanajipanga vizuri, na bado ni vijana wako tayari kwa kutetea udongo wa mababu zetu kama jinsi katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyobaini. Kwa mtangazaji, Mashariki Media TV inawatakia basi mafanikio mema kwenye uwanja wa vita, hata kamanda wenu mkubwa ambaye ni Delfe Kalembe Ngoma Nzito ambaye ni mkuu kiongozi wa Biloze Bishambuke. Natumaini kwamba haitakuwa mara ya mwisho kutafuta ili utupatie taarifa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru sana bwana mtangazaji. Luteni Jemadari Delfe naye pia anasifiti mambo huko kwenye maeneo ya Rugezi na kando kando, na kundi zima la TPLC FABB wote wanajaribu kufanya vilivyo ili kwamba udongo wa mababu zetu usiweze kuvamiwa na wahuni. Ndio mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV, tunafika mwisho wa mahojiano na msemaji wa Biloze Bishambuke, kundi lake Ngoma Nzito ambayo inaitwa FABB, ambaye alikuwa akizungumzia kuhusu mapambano huko maeneo ya Luinja. Makao makuu yetu ya Mashariki Media TV inapatikana hapo Afrika Kusini, na station ndogo inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini.